Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Nichukue nafasi kwanza ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala aliyetuwezesha siku ya leo tukakutana hapa. Lakini pia nimtakia sala na salam kiongozi wetu wa umma pamoja na ahali zake, jamaa zake na Waislamu wote watakayemfuata kwa wema mpaka siku ya mwisho. Tuko katika mwezi wa Shaabani kama Shekhe alotangulia ameelekeza hivyo, na ametuhusia tujiandae na Ramadhani, na maandalizi haya yanakuwa katika mwezi huu wa Shaabani. Na kalima yangu fupi kwa kipindi hichi sitakuwa mbali na hayo yaliyozungumzwa na Shekhe kwa lengo hilo hilo la kufanya maandalizi, kujiandaa na Ramadhani. Lakini kutakuwa kuna utofauti mdogo sana, lakini ni maandalizi hayo hayo. Tutaishi kwa kipindi hichi kifupi na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuambia i'tanimu khams qabla khamsin, faidika na mambo matano kabla mengine matano hayajafika. Faidika na mambo matano kabla mengine matano hayajafika. Tukiwa katika maandalizi haya ya kujiandaa na Ramadhani, yawezekana pia ni munasaba kukumbushana kwenye hili, tukatumia haya ambayo yatakuwa yametajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya maandalizi ya Ramadhani. Katika haya mambo ambayo anatuhusia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo kwenye karatasi langu hapa yamepewa unwani ya wasaya salafu lishababi, wasia wa wema waliotangulia kuwahusia vijana. Wema waliotangulia huko wanawahusia vijana, pamoja na kwamba haya yaliyozungumzwa yanatuhusu wote umuma, lakini haswa kwa vijana. Na kwa nini walengo vijana? Kutokana na umuhimu wa vijana, umuhimu wa kijana katika kila sehemu. Ukienda kwenye dini, kijana ana umuhimu mkubwa mno. Ukienda kwenye dunia hali kadhalika, bado kijana ana umuhimu mkubwa mno. Ukienda kwenye siasa, bado kijana ana nafasi kubwa. Sasa mazungumzo haya ya Bwana Mtume sallallahu yamemwanza kijana katika haya mahusia matano: i'tanimu khamsu qabla khams, faidika na mambo matano kabla hujafikwa na matano. Akasema shababaka qabla haramika, faidika na ujana wako uliokuwa nao kabla hujafikwa na uzee. Ujana huo uliokuwa nao utumie
faidika na huo ujana kwenye mambo ya kheri. Tuko ndani ya Shaabani ambao kijana anaweza akayafanya mambo mengi sana katika kujiandaa ya kheri, lakini kujiandaa na Ramadhani kama tulivyohusiwa kwenye muhadhara wa kwanza na Sheikh Saidi. Kijana anaweza akasoma Qur'ani, kijana anaweza akasimama usiku, kijana anaweza akafunga, na haya yote yako ndani ya Shaabani na tumehimizwa tuyafanye ili kufanya maandalizi ya kuingia ndani ya Ramadhani. Lakini yapo mengi ya kheri tu ambayo kijana anahusiwa ayafanye katika hali ya ujana aliyokuwa nao, sababu itakuja kufika mahala nguvu zimeisha sasa, anataka afanye ibada, afanye mambo ya kheri, lakini namna alivyo zile kheri zimeshamtupa mkono. Kuna mambo ukiteleza sasa hivi ukiwa kijana, baadaye huwezi kuja kuyafanya. Ukiteleza sasa hivi kwa hali uliyokuwa nayo ya ujana, baadaye huwezi kuja kuyafanya. Kwa hiyo tumia nafasi hiyo kijana, ima kwenye dini, ima hata katika maendeleo yako. Ukishindwa kuyasimamia maendeleo sasa wakati uko kijana, baadaye hutaweza kuyafanya hayo maendeleo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhusia katika hizi nyusia, akimwanza na kijana kutokana na nafasi ya ujana. Lakini atakiwa kijana mwenyewe ajitambue. Asipojitambua, na tunavyoona wakati sasa hivi vijana walivyoharibika, ambayo ndio nguvu kazi ima kwenye Uislamu wetu, ima kwenye nchi yoyote ama jamii yoyote ile, nguvu kazi ni kijana. Sasa kijana huyu akiharibiwa, tunazingatia kwamba taifa lile lote, jamii ile yote, watu wote wale wameharibika, sababu ameharibiwa. Sasa kutokana na umuhimu wa kijana na namna dunia ilivyowaona vijana, wakaona waanze kuharibu kupitia vijana. Wakaona sasa waanze kuharibu jamii kupitia vijana. Vijana leo wote asilimia kubwa wako kwenye anasa tu, hawako kwenye ibada. Sasa takuja kusali nikiwa kama mzee fulani, takuja kuenda hija nikiwa kama mzee fulani, takuja kufanya mema nikifikia umri fulani. Lakini kijana ujana wake anaufuja, anauharibu ujana wake kwenye pombe, kwenye madawa ya kulevya, kwenye mihadarati. Yani kwa ujumla anauharibu, anauchakaza ujana wake katika mambo ya hovyo yasiyofaa. Kila kwenye maovu unamkuta kijana yupo, kila kwenye machafu unamkuta kijana yupo, anauharibu ujana wake. Sasa baadaye hali ujana ule ukimwishia, nguvu zimeisha, ndio anaelekea msikitini. Pengine Allah tabaraka wa taala amempa neema ya umri mrefu, ndio unamuona msikitini, lakini ujana wake wote aliufuja. Sababu hayo pia hatuwezi kuyajua mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini nafasi ya kuyafanya hayo alitakiwa ayafanye akiwa ni kijana, ana nguvu. Asema wasihatika kabla saqamika. Wasia wa pili huu, tumia afya yako uliyokuwa nayo. Tumia afya yako sasa hivi ulionayo kabla maradhi hajakufika. Usighururike kwa sababu una afya njema, usihadaike kwa sababu huna maradhi. Hiyo afya uliyokuwa nayo itumie kufanya mambo ya kheri. Jiandae na Ramadhani, una afya sasa hivi, fanya mema, una afya. Hiyo afya isikudanganye, itaisha, maradhi yatafika, utakuja kutamani bwana, umelala kitandani, uwezo wa kuamka huna, unatamani niende msikitini nikasali, lakini sasa una afya, uingii msikitini. Utakuja kutamani nikahiji, lakini sasa hivi Allah amekujalia una afya na amekupa nafasi, lakini uchumi pia amekupa, huwezi kuyafikiria hayo. Unatamani uendelee kuiponda dunia, unatamani uendelee kuimega dunia,
kwa sababu ya afya hiyo. Na ukiangalia haya kwa wema waliotangulia, namna ambavyo walitumia afya zao kwenye ibada, lakini pia mahadharisho yao, namna walivyotuhadharisha kutokana na afya hii isitupelekee sisi kwenda kufanya maasi, kwa sababu nina afya bwana, afya njema bwana, naweza kufanya lolote lile. Ukaanza kujitafutia matatizo mbele ya Mola wako kwa sababu ya afya. Unatoka hapa unaingia huku kwenye mambo maasi, unatoka kwenye hili unaingia kwenye hili, unatoka kwenye pombe unaingia kwenye kamari, toka kwenye kamari Lakini ametangulizwa kijana, kwa sababu tunapomzungumza kijana, haya yote yanayozungumzwa yako kwa kijana. Kijana na ujana wake atumie pia na afya yake katika kuyafanya yale ya kumridhisha Mola wake. Wa inaka qabla faqarika, lakini nafasi ya mali aliyokupa Mola wako, nafasi ya utajiri aliyokupa Mola wako, utumie, faidika nao kabla hujafakarika. Ufakiri utakuja, hiyo mali itaisha, itapukutika. Mali au utajiri sawa na mkia wa panya. Ukikamata mkia, panya anaondoka na kuachia mkia. Kwa hiyo isikururishe hiyo mali uliyokuwa nayo. Hiyo mali uliyokuwa nayo isikufanye usielewe unakwenda wapi, unaitumiaje. Itumie mali yako vizuri kwenye kheri. Saidia mambo ya kheri. Jitolee kwenye mambo ya kheri. Mali yako iwe msaada kwenye mambo ya kheri, isiwe msaada kwenye mambo ya shari. Na hili limetukumba wengi sana Waislamu. Utakuta katika yale mambo ya hovyo, Miss Tanzania amedhamiri, Miss sijui nani andhamini nini, michezo ya kamari, ya kubeti. Ndio utawakuta ndio wenye majina makubwa ya Kiislamu, na ndio wanazingatiwa ni Waislamu, lakini haya ndio wameyadhamini ili yafanyike. Kwa hiyo utajiri wao unawapelekea katika kumwasi Mola wao. Sasa Mtume sasa anatuadharisha mapema, tutumie utajiri wetu, tufaidike nao katika mambo ya kheri. Misikiti mingi inahitaji kusimamiwa, na usimamizi ni mali. Madrasa nyingi zinahitaji kusimamiwa, na usimamizi ni mali. Lakini wapo madai wengi tu ambao wanahitaji kusimamiwa pia. Itumie mali yako kuyafanya haya. Dhamini mambo ya kheri, simamia mambo ya kheri na mali uliyokuwa nayo. Ufakiri utakuja kuanza kulalamika, ningefanya hivi, ningejenga msikiti, ningejenga madrasa, ningefanya mambo ya kheri. Lakini wakati huo unalalamika, utajiri uliokuwa nao umeisha, hakuna kitu tena. Wasia wengine nasema faraka kabla shughulika, lakini faidika na nafasi uliokuwa nayo. Muda huu faidika nao, muda huu Shaabani faidika nao katika kujiandaa na Ramadhani. Yale yanayowezekana kufanyika katika mambo ya kheri kwa nafasi hii tuliyokuwa nayo, tujiandae na Ramadhani. Itakuja kufika mahala nafasi ambayo tunayo pia itatoweka, haitakuwepo. Utaanza kutamani ningekuwa na muda. Ndio Qur'ani ikatuambia mtu anatamani arejeshwe duniani, aje atoe sadaka, aje afanye mema. Lakini Allah alimpa miaka 40, miaka 50, 100. Ile miaka yote ameifuja, amefanya ufisadi, uharibifu. Ameiharibu miaka yote ile kwa ufisadi. Wakimwambia anasema mimi natengeneza bwana. Idha qila, wakiambiwa la tufsidu fil ardi, msifanye uharibifu ardhini, qalu inama nahnu muslihuna, anasema sisi tunatengeneza. Kwa sababu ya nafasi, anayo nafasi, anafanya hili, anafanya hili, anafanya hili. Ndio hao watu wa dunia leo. Kwa sababu nafasi ya haya yote tunazungumza wamepewa na Mola wao, wakaanza kuyatumia katika mambo ya hovyo. Wamepewa nafasi,
wamepewa mali, lakini wamepewa afya. Wanatengeneza mambo ya kuiharibu dunia, mambo ya kuiharibu dunia. Wakiulizwa wanasema sisi tunatengeneza mifumo mibaya ya kuharibu dunia, mifumo ya pombe, mifumo ya riba, mifumo ya siasa chafu, mifumo ya kuwafanya hata wakazi wa nchi hiyo kuiona nchi yao haifai. Tunamezesha sumu, tunaichukia nchi yetu wenyewe, tunaanza kuiharibu. Ni kwa sababu watu wanatumia hizi neema walizopewa na Mola wao vibaya. Osia wa mwisho Mtume sasa anasema wa hayataka kabla mautika, lakini faidika na uhai wako huu ulionao kabla ya mauti. Uhai huu tuliopewa na Mola wetu tuutumie, tufaidike nao kabla mauti hayajafika. Kabla hatujatamani tuongezewe muda, na muda tunao ndio uhai huu, basi tuutumie uhai huu kufanya mambo ya kheri. Tutumie uhai huu tulionao sasa hivi kujiandaa na Ramadhani. Tutumie uhai huu tulionao sasa hivi kujiandaa na Ramadhani. Uhai huu utatoweka, na waliokuwa hai nyuma yetu walikuwa wengi sana, sasa hawapo. Na sisi uhai huu pia utatoweka. Sasa muda wa kwamba bado tuko hai, tufaidike na uhai huu. Anasema famarhalatu shababu dakhila fi umumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam wa hayataka qabla mautika. Nafasi ya ujana ambayo tumeanza nayo, ambayo ndio imekuwa tatizo hivi leo, na ndio vijana wanalengwa, inaingia katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wa hayataka qabla mautika. Kijana pia yuko hai, kwa hiyo kijana autumie uhai wake kabla ya mauti hajamfika. Kijana atumie uhai wake vizuri kabla mauti hajamfika. Autumie uhai huu alionao kwenye mambo ya kheri, kwenye ibada, asisubiri azeke. Wakati tunakuwa sisi ilikuwa nadra sana kumkuta kijana msikitini, na akionekana kijana msikitini watu wanashangaa. Ukimkuta kijana msikitini watu wanashangaa, wewe vipi bwana? Ilikuwa inaonekana wanayesali au wanayeingia msikitini ni wazee. Wazee kama wale pale wanaonekana watu wa msikitini. Lakini kijana akienda msikitini anaonekana amekosea njia. Lakini nafasi ya ibada hasa ndiyo ya kijana. Nafasi ya visimamo vya usiku ndiyo ya vijana. Nafasi ya kuoa ndiyo ya vijana. Unakuja kusubiri una miaka 70 ndio unapeleka posa? Utakuja kuolea watu. Oa sasa hivi bado una nguvu. Utamtunza kijana mkeo vizuri. Utatunza watoto vizuri. Utawalea watoto vizuri, utawazingatia. Lakini unasubiri unazeeka ndio unapeleka posa. Tumia ujana wako vizuri kwenye mambo ya kheri. Tumia uhai uliokuwa nao kijana kwenye mambo ya kheri. Kwa hiyo ujana pia unaingia kwenye hayatak kabla mautik. Lakini Mtume SAW kwa nini amehusisha sehemu hii akaitaja sehemu ya ujana? Anasema khaswa hadhihi almarhala bidhikri al'azam ahamiyatiha wa kabir sha'niha. Mtume SAW ametaja ujana kwa sababu ya umuhimu wa ujana, umuhimu wa nafasi ya ujana kwenye jamii yoyote ile, achilia kwenye Uislamu, kwenye jamii yoyote ile. Ukirudi nyuma, hata Mtume SAW aliona nafasi ya ujana kwamba nafasi adhimu sana juu ya kuinyanyua dini hii. Akawa na vijana wengi, miongoni mwao ni Zaid ibn Thabit ambaye alikuja kumpa ukamanda wa jeshi, kijana mdogo tu. Kwa nini alimpa nafasi hiyo? Kwa sababu alimtengeneza akamwamini. Sasa leo hii ukitaka kuona kwamba yawezekana vijana hatujielewi, ukitaka kumweka kijana kwenye nafasi adhimu ya dini, unaweza ukamkosa. Kwa sababu kijana ana nafasi ya kusimamia msikiti vizuri, imamu, sauti yake bado nzuri, inatoka vizuri, watu wataladha na sauti yake anaposoma Qur'ani, anatoa adhana vizuri,
anasimama vizuri, amenyoka, anafanya ibada vizuri, nafasi ya ujana. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi nyingine Mtume anasema la tazalu qadam ibn adam yawm alqiyama inda rabbih hatta yus'al an khams. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema unyayo wa mwanadamu hautaondoka siku ya kiyama mpaka aulizwe mambo matano. Baada ya maisha ya kaburini tutafufuliwa, tutakaa kwenye uwanja ule wa hukumu, tutasomewa hukumu. Baada ya hapo sasa hukumu imeshakamilika, wanaekwenda peponi waende, wanaenda motoni waende. Sasa unyayo wa mwanadamu hautaondoka hata yus'al khamsi, mpaka aulizwe mambo matano. An umrihi, swali la kwanza mwanadamu ataulizwa umri wake. Fima afnahu, ameumalizia wapi umri wake? Na umri kila mmoja tunao sasa hivi, miaka hiyo 100 unajisifia 50 60, ambao kila mmoja na jinasi, bwana mimi na miaka 50 bwana, na miaka 40 bwana. Huo umri wako umeumalizia wapi? Kwenye nini? Kwenye ibada, kwenye anasa za dunia, kwenye pombe, kwenye kamari, kwenye maasi, kwenye shiriki? Umemalizia umri wako kwenye jambo gani? Na ndio tunajiandaa na Ramadhani sasa hivi, tunajiandaa na Ramadhani. Kwa hiyo haya tuyatumie vizuri, tufanye maandalizi mazuri kwa haya ambayo tunahusiwa, ili tuipokee Ramadhani vizuri. Wa an shababihi fima abelahu, lakini swali lingine litamhusu kijana. Kijana wake, ujana wake kauchakaza kwenye jambo gani? Ujana wako umeuchakaza kwenye jambo lipi? Mwangalia kijana leo miaka 20 sawa na mzee wa miaka 50. Yani hana tofauti. Kijana wa miaka 30 hana tofauti na mzee wa miaka 50. Amechoka, amechoshwa na pombe, amechoshwa na madawa ya kulevya, hajitambui. Sasa tatizo hili limewakumba vijana, na wale niliwazungumza mwanzo waharibifu wa ardhini hapa, wao wanasema wanatengeneza hii hali, ndio wao wanasema wanatengeneza. Yanatengenezwa mambo huku yakitupiwa kwetu, sisi tunaona maendeleo. Kijana anakunywa pombe mpaka hajielewi, anatakiwa atunze familia yake, hajui familia inatunzwaje, hajui watoto wanatunzwaje, mke anatunzwaje. Yeye yuko pakisha kucha kwenye pombe, pakisha kucha, na pombe zimekuwa rahisi mno, alafu ni mbaya mno. Pombe za mifukoni, wengine zinaitwa jogoo sijui nini, anatembea nazo, yuko mfukoni, naye mfukoni hapa. Kule mjini tunashuhudia wale wanaendesha madereva bajaji na bodaboda, yuko ana drive huku pombe iko hapa, dakika 2 iko mdomoni, dakika 2 iko mdomoni. Sasa ndio yamekuwa maisha ya vijana. Kijana kama huyu unafikiri lipi la maendeleo atalifanya? Huyu kijana wa namna hii akiambiwa ingia barabarani, ingia mtaani ukafanya uharibifu, hawezi kukataa, kwa sababu kwanza akili haipo. Ndio wale tuliowashuhudia tarehe 29 mwezi wa 10. Tarehe 29 mwezi wa 10, nadhani tukio mnalifahamu. Ndio vijana wa namna hii wakaharibiwa, alafu wakaingizwa mtaani kwamba tunafanya, tumedhulumiwa, hatuna ajira. Hasa wewe umelewa kila siku, utajiriwa na nani? Ukijitunza, ukafahamu utu wako, ujana wako, utajiriwa. Lakini angalia namna vijana walivyoharibiwa. Vijana wamekuwa hawatamaniki tena. Ni afadhali ya mzee kuliko kijana, kwa sababu hana lolote. Kwa katika maswali matano hayo, miongoni mwayo ni kuhusu ujana. Wapi kijana kauchakaza ujana wapi? Ujana wako umeuchakaza kwenye jambo gani? Kwenye ibada, kwenye pombe, kwenye disco, kwenye madawa ya kulevya. Wa mimalihi,
wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, na ataulizwa mwanadamu kuhusu mali yake ameichuma wapi, lakini baada ya kuichuma pia ameitoa kwenye njia zipi. Na hilo ni jambo muhimu sana. Waislamu tumewekewa njia za kuchuma mali, sio kila njia ni halali. Sio kila njia kuchuma mali ni halali. Sasa hivi watu wanasema sisi tunachotaka hela ingie au mali ingie. Imetokea wapi sisi hatuangalii. Kwa utakuta hata wafanyabiashara walio na sifa ya Uislamu pia, ukienda kwenye biashara zao, bidhaa zinazopatikana pale pia ni mtihani mkubwa. Kwenye maduka ya Waislamu utakuta sigara zipo zinauzwa, pombe zinauzwa. Kama anasema uongo mtaniambia. Sigara, kwenye duka la Muislamu anauza sigara. Anauza pombe hivi vya kwenye mapakti. Zipo zinauzwa. Na ndio sababu ya hela yake kupatikana, au tajiri wake umepatikana na pombe, umepatikana na sigara. Lakini si hayo tu, mengi tu ya haramu ambayo yanauzwa. Lakini pia hii inakuwa ni sababu ya maombi yetu kutojibiwa na Allah tabarak wa taala, kwa sababu mali inatokana na chumo haramu. Kwa sababu chumo hili haramu hili linasababisha pia upate riski, utakula. Ile riski ukila unatengeneza nguvu zako pia na ya familia yako. Kwa hiyo utakuta familia yote imezungukwa na mambo machafu. Na ndio imekuja katika ile hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba inna Allaha tayyibu la yuqbalu illa tayyiba. Allah ni mzuri na hakubali jambo lolote lile isipokuwa liwe zuri. Sasa mali ikiwa mbaya, machumo imetokana na chumo haramu, imekuwa ni mbaya ile, kwa sababu itakusababisha pia ufanye mambo ya kheri ambayo imetokana na mali chafu. Utatoa sadaka, mali chafu. Utaenda hija, mali chafu. Utalisha familia, mali chafu. Umeiba, umenyang'anya, rushwa. Leo riba ndio mali zinazozunguka leo. Watu wanapewa mikopo ya riba, wanakopeshwa riba na wanakubali kabisa. Na ndio biashara inayoenea sasa hivi, ndio biashara inayokwenda na watu wamehamasika na hayo. Lakini Allah atatuuliza siku ya Kiyama, mali umechumia wapi, na baada ya kuchuma ile mali umeifanyia nini katika mambo ya kheri. Wa madha amila fima alima. Lakini swali la mwisho, Allah atatuuliza pia umefanya nini baada ya kusoma. Elimu yako uliyosoma umeifanyia nini? Tumefanya dawa na elimu hii, tumeisomesha, tumelingania, au tumebaki nayo kama mashati, au tumebaki nayo kama kanzu? Mtu amesoma, taharuki zozote za dawa hakuna, na umeambiwa amesoma, yuko tu hafundishi. Huwezi kumuona kwenye muhadhara ameita watu anafundisha, yuko darasani anasomesha, yuko tu. Hilo pia ni kemeo. Tunakemewa kwa wale ambao hata kama ni elimu ndogo. Mtume sasa amesema balighani walau aya, hata kama ni aya moja ifikishe. Lakini umemaliza mutawasitu, huko tu unashughulishwa na dunia. Umemaliza thanawi, unashughulishwa na dunia tu. Unachukua biashara hii, unaenda hivi, unachukua hii. Hata siku moja hujasimama ile elimu kuwafikishia watu, umebaki wewe tu na elimu yako. Kwa hiyo hilo pia tutaulizwa na Allah tabarak wa taala siku ya Kiyama. Kwa hiyo hapa wanakumbushwa wale waliosoma, wanakumbushwa wale waliosoma ile elimu yao waitoe. Na kitimanu ilmu haram, kuficha elimu ni haramu. Unayo elimu ya kheri, wafundishe watu elimu ya kheri, ima elimu ya dini, ima elimu ambayo inafungamana dunia, lakini katika mambo ya kheri wafundishe watu, watanufaika. Ukimfundisha mtu, mfano huwa natolea mfano hili, elimu ya kilimo, akalima vizuri, ikafika mahala akafaidika na kile kilimo chako kwa sababu umemfundisha vizuri, akaifuata ile elimu vizuri, akalima vizuri, atapata nafasi ya kutoa sadaka, nafasi ya kutoa zaka, hata nafasi ya kwenda kuiji, hata kusimamia Uislamu. Utakuwa umemsaidia vikubwa sana. Kwa hiyo una elimu hiyo,
usifiche. Wafundishe Waislamu elimu ya kilimo, walime kisasa. Pengine eka moja alikuwa analima kila mwaka anapata gunia 2, lakini umemfundisha vizuri kilimo njia za kilimo cha kisasa vizuri, eka ile akatoa mpaka gunia 20, utakuwa umemsaidia. Na ndio elimu ambayo inafaa. Lakini usiende ukamfundisha, usiende ukamfundisha bid'a, usiende ukamfundisha uchawi, usiende ukamfundisha elimu ambayo haipo kisheria. Ataendelea kuifanya, anajua anafanya dini, yeye muda wote anaona anapata thawabu, lakini kumbe anafanya mambo ambayo hayako kwenye dini. Fa akhbar Nabii sallallahu alayhi wasallam anna almar'u yus'alu yawm alqiyama an hayati bisualaini. Akaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mwanadamu ataulizwa siku ya kiyama kuhusu maisha yake, kuhusu uhai wake, maswali mawili. Al-awwal an hayati umuma min awaliha ila akhiriha. Ataulizwa kuhusu uhai wake wote toka mwanzo iliposimama kalamu kuandika yale unayofanya, ila akhiriha, mpaka mwisho unatiwa kwenye mwanandani, mpaka mwisho uhai unaondoka, hapo ndio mwisho. Lakini hapa katikati mwanadamu ataulizwa yote ambayo tumeyafanya. Athani an marhalatu shababi khususan, lakini ataulizwa kuhusu hatua ya ujana, na hili ni swali maalumu linamlenga kijana. Kwa nini kila nafasi kijana anatajwa? Kutokana na umuhimu wa kijana. Maanahu idha suila an hayatihi, pamoja na kwamba kijana akiulizwa kuhusu uhai wake, fa inna marhalatu shab, sehemu ya ujana, dakhila fiha, itakuwa imeingia kwenye uhai wake. Lakinahu yas'al yawm alqiyama anha sualan khassa, lakini ataulizwa suali maalumu linalohusu ujana wake. Ujana uliokuwa nao umeuchakaza kwenye jambo gani? Kijana, badilika, utumie ujana wako kwenye mambo ya kheri, ubadilishe ujana wako kwenye mambo ya ibada, usiuharibu ujana wako kwenye mambo yasiyofaa. Ala atakuuliza ujana wako. Tunaona vijana mitaani walivyo sasa hivi, tunakutana na vijana walivyo sasa hivi, ukimwangalia unashindwa kumtambua huyu ni nani. Amechonga kichwa. Kijana wa kike unashindwa kumjua ni wa kiume wa kike namna alivyovaa. Kijana wa kiume pia unashindwa kumwelewa yukoje huyu namna alivyo, kwa sababu ya haya ambayo niliyazungumza mwanzo. Wale waharibifu wa dunia wanasema wao wanatengeneza, mufsiduna wale, wakiambiwa kwa nini mnaharibu, wanasema sisi tunatengeneza. Lakini vijana leo hawajitambui, hawaeleweki kwa sababu ya hawa watu, kwa sababu ya haya ambayo yanaingia kwenye nchi zetu. Walihadha, kwa hivyo basi, yambai ala shab ayatanabbah la ahmiyatu hadhihi almarhala. Kwa hivyo basi kijana anatakiwa azinduke na ajue umuhimu wa sehemu ya ujana. Wayatadhakaru daiman anna rabbahu azza wa jalla, na akumbuke muda wote kwamba Mola wake mlezi, sayasalu yawm alqiyama madha amila fiha, ataulizwa na Mola wake siku ya kiyama, amefanya nini kwenye ujana wake, ameufanyia nini ujana wake. Idhafatu ila sualu an amalihi fi umrihi, kwa kuegemezewa hilo swali kuhusu matendo yake kwenye umri wake. Limarhalatu shababu, kwenye hatua ile ujana. Liannaha marhalatul quwa wa nashatu wa yasru alharaka wa quwa, kwa sababu ni sehemu yenye nguvu ambayo anaweza kafanya mambo makubwa tu ya kimaendeleo na ya dini, na ndio sehemu ya haraka, sehemu ambayo anaweza akafanya mambo makubwa sana kwenye dini. Lakini ni sehemu ambayo viungo vyake bado viko kamili. Masikio yake yanasikia vizuri, macho yake yanaona vizuri, bado ana nguvu, anaweza kafanya lolote. Lakini waktimalul hawas, bado vile viungo vyake vya fahamu bado viko vizuri, na sehemu hiyo huwezi kuikuta ila kwenye sehemu ya ujana. Ndugu zangu, kwa haya machache inshallah, ukumbusho wangu kwa leo katika kujiandaa na Ramadhani, nadhani inshallah uishi hapa. Alafu aminkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.